بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na hapa kwa wanaokomoa kwa nguvu na kwa wanaotoa kwa upole na wanaoogelea wakishindana mbio wakidabiri mambo, siku kitakapotetemeka cha kutetemeka kifuate cha kufuatia. Siku hiyo nyoyo zitapiga piga, macho yatainama chini. Sasa wanasema ati kweli tutarudishwa kwenye hali ya kwanza, hata tukua mifupa iliyobunguliwa? Wanasema basi marejeo hayo ni yenye hasara. Kwa hakika hayo ni ukelele mmoja tu, mara watakuwa kwenye uwanda wa mkutano. Je, imekufikia hadithi ya Musa? Mola wake mlezi alipomwita katika bonde takatifu la Tua akamwambia, nenda kwa Firauni, hakika yeye amezidi jeuri. Umwambie, je, unapenda kujitakasa? Nami nitakuongoa ufike kwa Mola wako mlezi upate kumcha. Basi alimuonyesha ishara kubwa, lakini alikadhibisha na kaasi. Kisha alirudi nyuma akaingia kufanya juhudi. Akakusanya watu akanadi, akasema, mimi ndiye Mola wenu mlezi mkuu kabisa. Basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumwadhibu kwa la mwisho na la mwanzo. Kwa hakika katika haya yapo mazingatio kwa wanaoogopa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Nazi'at imeteremka Makka. Imeanza sura hii kwa kiapo juu ya kumkinika kufufuliwa na kutokea kwake, na ikafuatia haya hadithi ya Musa na Firauni kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikataja habari za binadamu na juhudi zake, na ikadhihirisha yanayowangojea majabbar na wanayoyangojea makhaini. Na sura ikahitimisha kwa kuuliza kwao washirikina lini itakuwa hiyo saa ya kiyama, na ikabainisha kwamba kazi ya mtume ni kuwaonya wenye kukiogopa kiyama, sio kujua wakati wake. Ninaapa kwa kila kilichopewa uwezo wa kuving'ua vitu kutokana na pahala pao kwa nguvu, na kwa kila kilichopewa uwezo wa kuvitoa vitu kwa utaratibu na ulaini,
na kwa kila kilichopewa mbio za kutekeleza kazi yake kwa sahara na wepesi, na kwa vinavyoshindania kutimiza wajibu uliotwikwa juu yao kushindania kwa juhudi, na vinavyodabiri kupanga mambo na kuyaendesha kwa mujibu wa vilivyohusishwa, bila shaka saa ya kiyama itafika. Hiyo siku ambayo mpulizo wa mwanzo wa barugumu utavitikisa viumbe vyote, na mpulizo huo unafuatiwa na wapili ambao ndiyo utakaokuwa wa kufufuliwa watu. Siku hiyo nyoyo zitapapatika kwa hofu, macho ya watu yatakuwa na huzuni manyonge. Watu hawa husema duniani kwa kukanya kufufuliwa, ati tutarudishwa sisi baada ya kwisha kufa, tuumbwe tena kama tulivyokuwa, tukishakuwa mafupa yaliyochakaa, hadi tutarejeshwa tufufuliwe upya. Wanasema kwa kukanya na kejeli kurejea huko kama kukitokea, basi ni marejeo ya hasara, na sisi si watu wa kuhasiri. Msidhani kurejea huko ni kuzito, kwani hayo ni ukelele mmoja tu, mara maiti wote watahudhurishwa kwenye ardhi ya mkusanyiko. Ewe Muhammad, imekufikilia hadithi ya Musa alipomwita Mola wake mlezi katika bonde lililotakaswa linaloitwa Tuwa. Akaambiwa, nenda kwa Firauni aliyepindukia mpaka katika udhalimu, umwambie, je, huelekei kusahirika? Na mimi nikuongoze upate kumjua Mola wako mlezi, umwogope. Musa akamwonyesha Firauni miujiza mikubwa, lakini Firauni alimkadhibisha Musa kwa aliyokuja nayo, na akamuasi kwa aliyomwitia. Kisha akamgeuzia mgongo, akenda kujitahidi kumpinga. Akawakusanya wachawi na akawaita watu, akasema, mimi ndiye Mola wenu mlezi aliye mkubwa kabisa. Mwenyezi Mungu akampa adhabu kwa kauli yake ya mwisho, nayo ni vile kusema, mimi ndiye Mola wenu mlezi aliye mkubwa kabisa, na akampa adhabu kwa kauli yake ya mwanzo, nayo ni kumkadhibisha Musa alayhi salam. Hakika katika hadithi hiyo yapo mawaidha kwa mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Je, ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu? Yeye ndiye aliyeijenga, akainua kimo chake na akaitengeneza vizuri,
na akautia giza usiku wake na akautokeza mchana wake, na juu ya hivyo ameitandaza ardhi, akatoa ndani yake maji yake na malisho yake, na milima akaisimamisha kwa nafuu yenu na mifugo yenu. Basi itakapofika hiyo balaa kubwa, siku ambayo mtu atakumbuka aliyoyafanya, na jahannam itadhihirishwa kwa mwenye kuona, basi ama yule aliyezidi ujeuri na akahiari maisha dunia, kwa hakika jahannam ndiyo makazi yake. Na ama yule anayeogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi na akajizuilia nafsi yake na matamanio, basi huyo pepo itakuwa ndiyo makazi yake. Wanakuuliza saa, itakuwa lini? Una nini wewe hata uhitaje? Kwa Mola wako mlezi ndiyo mwisho wake. Kwa hakika wewe ni mwonyaji tu kwa mwenye kuihofu. Ni kama kwamba wao siku watapoiona hawakukaa ila jioni moja tu au mchana wake. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Enyi mnaokanya kufufuliwa, kukumbeni nyinyi ni tabu zaidi au kuziumba mbingu, kuzikusanya sehemu zake zilizotawanyika mbalimbali na kunyanyua kimo chake, na zikakaa sawa za tofauti wala ila, na akatia kiza katika usiku wake, na akautokeza mchana wake ukawa na mwangaza, na ardhi baada ya hayo akaikunjua na akaisawazisha ikasilihi kukaliwa na watu wake, akatoa ndani yake maji yake yanayotibuka katika chemchem zake, na ikamiminika mito yake, na ikawa na mimea yake ya chakula kwa ajili ya watu na wanyama, na milima akaithibitisha imara kwa ajili ya manufaa yenu na wanyama wenu mnaowafuga. Kitakapofika kiyama ambacho vitisho vyake vitaenea kote, siku atakapokumbuka mtu vitendo vyake vya kheri au shari, na jahanamu ikadhihirishwa wazi, akaiona kila mwenye macho kuwa ndiyo malipo, basi ama mwenye kupita mipaka kwa maasi yake na akajichagulia nafsi yake maisha yanayopita njia, basi moto wa jahanamu unaobabua upepo wake ndiyo makazi yake, wala hana mingineyo. Na ama mwenye kuhofu kubwa na utukufu wa Mola wake mlezi na akaizuia nafsi yake na matamanio ya kumpumbaza, basi huyo nyumba ya neema ya peponi ndiyo makazi yake, wala hana penginepo. Ewe Muhammad, wanakuuliza ati habari za saa ya kiyama itakuwa lini? Ujuzi wa hayo hauko kwako hata uwatajie. Ujuzi wa hayo uko kwa Mola wako mlezi tu, si kwa mwinginewe. Nabii Isa alayhi salam, ambaye Wakristo wanasema ni mwana wa Mungu au ndiye Mungu, pia anasimuliwa katika Biblia kuwa hakuijua sana siku ya kiyama. Injili ya Mathayo 24:36 inanukulu maneno ya Yesu, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwani wajibu wako ni kuwaonya wanaohofu, si kuwatangazia wakati wake. Na wao siku watakayoiona hiyo saa ya kiyama ni kama kwamba hawakuishi duniani zaidi kuliko jioni moja tu au mchana wake.